Bana, story kubwa ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kwa sasa. Nani atakwenda kuwa kocha wa timu hiyo? Nani atakwenda kuiongoza Simba na kurejesha imani kwa wanachama na mashabiki wa timu hiyo, na mwisho wa siku kuendelea kunyanyua vikombe kadha wa kadha, vikiwemo vya ligi kuu ya soka Tanzania bara, ambapo kwa sasa ni misimu kama minne hivi vimekatika ndani ya klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Ziko taarifa za mwalimu Nasri Nabi ambaye alipita kwenye klabu ya Yanga kurejea tena kwenye ardhi ya Tanzania na kuifundisha klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Hizo ni taarifa zinaeleza hivyo. Tuelezane mapema tuelewe, kwa sababu bado klabu haijathibitisha. Sasa ukweli wa mambo hayo yako vipi? Tunajaribu kutafuta vyanzo vingi ili kupata ukweli wa taarifa hizi. Ziko taarifa pia zinaeleza ya kwamba Nasri Nabi ni kweli anafanya mazungumzo na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini taarifa za awali zinasema ya kwamba klabu ya Simba viongozi wamegawanyika. Kuna upande wanasema hapana, Nabi ana mawasiliano mazuri mno na klabu ya Yanga, hivyo haitakuwa sawa. Lakini pia inasemekana kama atakosea, yani kutofanya vizuri kwenye mechi za kuanzia, huenda wakatengeneza taharuki kubwa sana ndani ya klabu yao. Hizi ni story ambazo zinaeleza, lakini ziko story nyingine zinaeleza ya kwamba Nasri Nabi anataka kuja na benchi zima la ufundi, huku klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba wanasema wanamtaka yeye tu, kwa sababu kocha msaidizi wanamtaka kocha wa JKT Tanzania kwa maana Ahmad Ali. Sasa Nabi anawaambia hivyo haiwezekani. Ziko pia taarifa nyingine za tatu zinaeleza ya kwamba gharama ya Nabi ni kubwa mno. Timu ya Simba inafikiria, je, ni sahihi kutumia gharama hizi kwa kocha ambaye huenda tukampata mwingine kwenye gharama ndogo? Mambo yamekuwa mengi kweli kweli, na hivyo ni baadhi ya vyanzo vinaripoti taarifa hiyo. Friji bovu ni moja tu Tanzania. Na huyu ni David Pasco, yeye ana kila taarifa na uzuri wake nyeupe nyeupe, nyeusi nyeusi. Atuambie kinaga ubaga juu ya kocha Nasri Nabi. Lakini kabla sitazungumza naye chochote, taarifa njema ni kutokea pale Bati Quality, mabingwa wa kusambaza bati aina zote. Hawa wanazalisha bati nzuri kweli kweli, ukihitaji migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, na zile pia zenye matili wa chenga chenga. Zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Ukinunua mabati bwana, unapata misumari pamoja na usafiri bure popote pale ndani ardhi ya Tanzania. Waranti yake ni muda mrefu, miaka 10 ya uangalizi. Bati unanunua wewe, anakuja kutambana nayo mjukuu wako. Uko vizuri? Njoo kiwandani tukuzie bati kwa gharama nafuu, sio zile bati za kupauka. David Pasco, mzee wa friji bovu. Uko vizuri bro? Bado niko vizuri sana. Uzima upo? Sana. Kamata kipaza chako tuendelee. Kipaza nimesahau. Bwana, taarifa kubwa za Nasri Nabi. Umemwona mjini? Nabi yupo mjini, jana ameingia. Yes. Na mimi nilipost mapema. Niliona kwako pale umeposti na nilisoma vizuri location wapi anakwenda kulala, nikasema huyu jamaa huyu bwana sasa anatuchanganya watu. Tunataka tuelewe nini hasa kinachoendelea. Ziko taarifa zinaripoti kwamba anahusishwa sana na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, na hata mimi pia kupitia hii Kings Media pamoja na Steam Media tulipiga hii na tukawaeleza watu kwamba kuna asilimia kubwa ya kutua ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Nataka pia taarifa kutokea kwako, na vyanzo vyako vilikuwa vya kwanza kuripoti taarifa hili ama tukio hili la Nabi kuja nchini hata kabla hajaja. Je, ni kweli anakwenda unyamani, na ni kweli mazungumzo yanaendelea lakini kuna kutokuelewana ndani yake kutokana na zile terms ambazo wanaekeana? Nabi ni kweli jana majira ya saa 7 na nusu mchana kwa saa za Afrika Mashariki, alitua kwenye uwanja wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere Terminal 3 Airport pale. Na uelekeo wake ukawa posta, picha zikaanza kumnasa akiwa pale posta, watu wakamchukua. Alikuwa na watu wawili, akarusha picha zikaanza kusambaa mitandaoni. Lakini baadaye unajua Nabi ni kocha ambaye amenyoka sana, huwa hapendi sana kukaa ndani kama utumbo. Yani ikabidi atoke, akawa anatembea mtaani, akaonekana watu wakachukua video. Mambo yuko na benchi lake bana, yuko mjini hapa. Na taarifa za awali ni kwamba alikuwa anafanya mazungumzo na Simba muda mrefu mara baada tu ya Simba kuachana na Fadlu Davis. Kocha wa kwanza kumuhitaji na kuzungumza naye alikuwa ni Mohamed Nasri Nabi, kwamba bana, tunaona muondoka Kaizer Chiefs, tunakuhitaji kwenye project yetu. Unafahamu ligi yetu, unafahamu atmosphere, unafahamu wachezaji, unafahamu viwanja, unafahamu kila kitu. Na uzuri michuano ya Afrika unaifahamu, umeshafika hatua kubwa dhidi
ukiwa kama kocha wa Yanga, so tunakuhitaji kwenye timu yetu. Nabi akamwambia naombeni mimi utulivu kwanza. Naombeni tulie kwa sababu nimekuja kwa ajili, niliachana na Kaizer kwa sababu ya familia yangu. Mke wake alipata ajali. So alienda nyumbani Tunisia kwa ajili ya kuweza kukaa karibu na familia yake. Akiwa pale Tunisia pia akapokea pia offer kutoka Etoile Sahel pale Tunisia. Wanataka kumpa mkwanja mrefu sana, lakini akamwambia kwa sasa siko tayari kufundisha, niko kwa ajili ya kupumzika. Lakini Simba aliwaambia naombeni utulivu kidogo, nitawajibu. Baada ya hapo mazungumzo yakaendelea. Ndio. Nabi aliwaambia anahitaji kama ni kitu, alitaja ofa yake. Lakini pia akataja na list ya benchi lake la ufundi ambao anataka awe nayo ndani ya Simba na mkataba pia ambao anapaswa kuingia nao. Unajua alitoa masharti magumu ambao Simba walikuwa wako tayari kwa kila kitu. Wakati huo kuna CV zilikuwa zimeingia za makocha wengi sana. Kocha kama Gamondi Simba walishaanza kuzungumza naye, lakini Singida kupitia kwa mlezi wao Mheshimiwa Mwigulu Nchemba akamwambia Gamondi hatuko tayari kukuachia saa hizi uende sehemu yoyote. Kwa sababu tumeona mafanikio, umetupa kombe la Sekafa Kagame, lakini wakati huu tunajua timu yetu ina progress katika michuano ya CAF, tunakuhitaji zaidi. Kama ni pesa unayotaka tutakulipa. Chochote ambacho unakihitaji tutakufanyia. Na of course Gamondi amesalia. Akili kawa kwa Nabi. Wakati wanawaza Nabi, wakamfikiria pia kocha wa Harambee Stars ya Kenya, Ben McCarthy, ambaye pia aliwahi kuwa kocha, aliwahi kuwa mchezaji wa Bafana. Pia amecheza vilabu vikubwa huko England na maeneo mbalimbali. Rekodi kubwa sio? Wakati huo pia makocha wengi wanaguswa. Jose Riveiro, kocha aliyokuwa Orlando Pirates, baadaye akaoneshwa wote wanahusishwa. Lakini Nabi ndio vichwa vya viongozi wengi vinamgusa. Kuna baadhi ya viongozi wa Simba wanasema huyu tunamtaka kwa sababu falsafa ya mpira wetu anaujua na tayari ameshafanya vizuri kwenye michuano ya CAF na sisi ndio lengo letu. Anajua kuibua pia vijana, watumia zaidi vijana na Simba na vijana wengi. Lakini kuna baadhi ya viongozi wanahofia mgawanyiko ndani ya klabu kwa sababu wanaamini Nabi amewapa Yanga mafanikio na anafurahi zaidi, alienjoy sana maisha ndani ya Yanga. So anaamini labda kuna namna ambavyo baadaye kuna sintofahamu inaweza ikatokea, either akawa anazungumzwa mengine timu ikipoteza labda atahusishwa kwamba kwa sababu jamaa alikuwa Yanga sana nini. Kwa kuna baadhi wanasema wanamtaka, kuna baadhi wanasema tuachane naye. So mpaka kufikia sasa ni 50-50, kuna 50% ya Nabi kusaini Simba na kuna 50% ya Nabi kusaini Simba. Kwa nini? Kuna baadhi ya vipengele ambavyo mpaka sasa vinawaletea ugumu. Kama watakamilisha tunaweza tukamwona Nabi ndani ya Simba, lakini kama hayo mambo hayakamilika, makubaliano ya pande zote mbili, kwa upande wa viongozi wa upande mmoja na upande mwingine, basi huenda tukamwona Nabi. Kwa hiyo kinachosubiriwa sasa hivi ni viongozi. Tena moja ya kiongozi wa juu yeye ndo hana imani Nabi kwa sasa. Anaona kabisa huyu Yanga kama vile anaweza wakamtumia tukachoma ujue. Wakapenyeza vitu vyao. Sasa wakati Nabi yuko hapa nchini kwenye mapumziko na huko akiwa Simba wanamnyemelea kwa karibu, taarifa zinasema kwamba klabu ya Al Ahly Tripoli ya Libya wametuma ofa mara 4 ya kile alichokuwa analipa pale Kaizer Chiefs. Na wale jamaa matajiri wa mafuta wanahela sana wale Waarabu. Nabi ametumiwa ofa ambayo ina vipengele vingi vya nyumba nzuri, gari, kusomesha watoto na kila kitu. Bado na hiyo bonus ambayo akishinda kila mechi bado na benchi la kilo la ufundi. So Al Ahly Tripoli ya Libya pia wameingilia hilo deal na muda wote huenda tukasubiria kati ya Al Ahly Tripoli au Simba. Nabi yeye ndio hapo na mapenzi yake. Anatamani kurefresh kwenye ardhi ya Tanzania hata kama alipi kwa ukubwa kama ambao anakulipa kule Tripoli, ama acha akakusanya mkwanja kule kwa sababu kule anaenda na kukusanya mkwanja kutosha. Achague mwenyewe aende Tripoli Libya au aende Simba Sports Club. Lakini kama angeenda Simba mimi ningesema ni kocha mzuri sana. Kwa sababu tayari anajua mazingira yote ya ligi, viwanja vyote anavijua. Anawafahamu wachezaji wa Simba. Na Afrika amezunguka sana. Atmosphere anaijua. Michuano ya Afrika anaijua. Ni kocha muelewa, kocha ambaye ni msikivu, anasikiliza. Ni kocha ambaye hapendi kukosa matokeo. Ila shida yake moja, katili. Katili, alafu pia shida yake nyingine bwana, hataki kushauriwa hasa kwenye issue za kiufundi. Sasa wewe mshauri, nasikia hata kama wewe rais wa timu anakuuliza una leseni ya ni kweli. Sasa wewe rais wa timu kazi yako ni biashara, wewe hujasomea ukocha. Unawezaje kumshauri mtu aliyosomea taaluma yake? Sisi kwetu ndio wenye timu zao. Sio kumshauri. Yaani labda tu useme bwana, kwani fulani acheze. Kwani fulani acheze. Akupa sababu unatakiwa uelewe. Unajua tulimsajili kwa nini, anakuambia una leseni gani ya ukocha? Mbona alimwambiaga yule Pablo Franco Martin kwa Kagere acheze na tumemsajili kwa hela nyingi. Kagere akaanza kucheza, lakini
kiongozi anapokuambia na maana yeye kuna kitu amekiona. Yes. Lakini mwisho wa siku kama ni issue ya kiufundi, kiongozi hapaswi kumuingilia kocha. Kocha yeye ndo anajua, na kocha haya to be fine. Kocha anajua nikizingua nitafukuzwa mimi. Kwa hiyo ukinipangia je nikimfeli, baadaye bado hautanionea huruma. Nafsi kama hivyo. So tusubiri kuona kuna 50-50 aende Simba ama aende Al Ahly Tripoli ya Libya. Bana, David Pasco amemaliza hivyo. Ni kwamba sasa hivi deal hili lipo 50-50, aende Simba au Tripoli ya pale Libya. Hizi ndizo taarifa ambazo zinazungumzwa kweli kweli, lakini Simba bado anaendelea kuzungumza na makocha wengine ambao hapa David Pasco amewataja, akiwemo kocha wa Harambee Stars kwa maana timu ya taifa ya Kenya, lakini pia Jose Liveilo, kocha huyu alishapita pale Ahly, pia Simba wanamhitaji. Ila Libya inaonekana wamekuja kutibua mchanga kwenye kitumbua cha Simba, kwa sababu na wao sasa wanamtaka Nasri Nabi, huku Simba wenyewe wakiwa wanajadiliana, je, aje asije, huyu hawezi kutumika na Young Africans, huyu Young Africans wanaweza kumfanya kama sisi tukavurugana. Mengi kweli kweli. Hana huu ndio mpira wetu wa Tanzania. Ushangai kabisa ukiona mambo haya yanaendelea kutokea. Mimi naitwa Cisco, ni MC pia. Unaweza kunicheki tufanye jambo kwa jambo. Sina la ziada. Nyuma ya kamera yuko mwamba, si mwingine bali ni Steven mwana wa Mapunda. David Pasco, mzee wa Free Bomba, mzungumza mengi na mazuri. Ninasema tukutane tena muda na wakati mwingine. Kutana na MC Cisco, MC ambaye atasimamia sherehe yako kikamilifu na kuifanya iwe na viwango vya kimataifa. Kutokana na uzoefu alionao katika tasnia ya UMC, uandishi wa habari na utangazaji. Ukiwa na harusi, send off ama events mbalimbali, muite naye atakuhudumia. Pia ana huduma za picha pamoja na video zenye ubora wa HD. Ana sound ya mziki mkali pamoja na DJ anayekizi vigezo vya DJ. Ofa sasa, usafiri bure kwa maharusi, zawadi ya picha mbao kwa maharusi, bila kusahau photo magazine. Kama unahitaji sherehe yako ionekane ya kisasa, jibu ni Cisco J Entertainment. Wanafanya kazi ndani na nje ya Dar es Salaam. Kwa maelezo zaidi piga 0782055044 au tembelea kurasa yake ya Facebook Nicholas Johnny, Instagram Cisco J_5. MC Cisco, Master of Ceremony.